Saint-Esprit, je t'adore, oh je t'adorerai. Je t'adore, oh je t'adorerai. Amen. Leo sio kawaida kabisa. Sasa hivi tusija kutoka kwa mtumishi wa Mungu Pastor Thomason Balingene. Today is not usual to hear from Pastor Thomason Balingene. Leo ni tofauti na mambo mengine kisi unaijuaka. But today is very different by the way you know it. Kwa majina naitwa kwa Philippe Banzi Kide. By now I am called Philippe Banzi Kide. Nimeoa na nina watoto 4. Napenda Yesu. I love Jesus Christ. Na ninakaza mwendo mpaka nifikie kupata taji. Sema amen. Amen. Na asubuhi ama mchana wa leo, this morning or today, nitakusima hali uliko. I'm gonna beg you where you are. Kama uko na Biblia, if you have the Bible, iweke juu. You can put it up. Amen. Amen. Mungu awabariki sana. Na wale ambao hawana Biblia, and those who doesn't have the Bible, wafanye nguvu wapate Biblia. Let them work very hard to get the Bible. Tuseme amen. Amen. Tuseme amen. Amen. Na basi mchana wa leo, and today, Mungu amenipatia ujumbe kwa ajili yako na kwa ajili yangu. God has given me the message from you and me. Hii ujumbe, and this message, kama utanifuata kwa makini, as you follow me very well, itakusaidia, itanisaidia. It will help you and help me. Sema amen. Say amen. 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 Na kichwa yetu ya neno ya mchana wa leo, and the title of today, inasema ya kwamba, it says this: usiache wale wanaozunguka Yesu Kristo. Don't let those who surround Jesus Christ kukuzuiza kumwona Kristo, to stop you to see Jesus Christ. Amen. Usiache wale wanaomzunguka Yesu Kristo. Don't let those people surround Jesus Christ. Ama usiache wanafunzi wa Yesu Kristo, or don't let the disciple of Jesus Christ kukuzuiza kumwona Kristo, to stop you from seeing Jesus Christ. Amen. Unajua, mara nyingi tunafikiria kwamba kumwona Kristo ni rahisi. You know, every time we think that to see Jesus Christ, lakini nitakwambia kwamba sio rahisi. But I can tell you it's not easy. Biblia inasema ya kwamba, because the Bible says, tangia wakati wa Yohana Mbatizaji, since the day of mpaka sasa, up to now, ufalme wa Mungu unapatikana ni kwa nguvu. The king of the na wenye nguvu tu ndio ambao wataingia. And those who are strong will enter. Inawezekana pengine it may seem like ulifikiria kwamba kwenda mbinguni ni rahisi kabisa. You thought that to go in heaven is very easy. Lakini nitakwambia kwamba, but I'm going to tell you, kuna vizuizo fulani. There is a stopping point. Kuna pingamizi ambayo utakutana nayo njiani. There is those things which you can. Kuna majaribu ambayo utakutana nayo njiani. There is a temptation where you can meet. Kuna mambo mengi ambayo utakutana nayo njiani. There are so many things you can meet in the way. Basi bila kukawia, without delay, tutasoma Biblia zetu. We are going to enter into our Bible. Nitakusihi unipatie masikio yako mchana wa leo. I'm going to beg you to take your ear on me. Tasoma kitabu ya Marko. We are going to Mark. Kitabu ya Marko. We are going to read Mark. Tuanze kwanza na Luka sura 5. We go to Luke 5. Mstari wa 17. Kama ulipata kwa swali tutasomea. Chapter 17. Je vais lire en français au nom de Jésus. Nous lisons Luc chapitre 5, le 17e verset. Un jour Jésus enseignait, des pharisiens et des docteurs de la loi étaient assis. Ils étaient venus de tous les villages
de Galilée, de Judée, de Jérusalem, et la puissance du Seigneur s'est manifestée par des guérisons. Amen. Endelea. 18. Et voici que des gens portant sur un homme qui était paralysé cherchaient à le faire entrer et à le placer devant lui. Comme ils ne savaient pas où l'introduire à cause de la foule, ils montèrent sur le toit et le descendirent par une ouverture avec son lit, au milieu de l'assemblée devant Jésus. Voyant leur foi, Jésus dit à cet homme, tes péchés te sont pardonnés. Amen. Amen. Na kitabu ya Marko pia, And we are going to read Mark hiyo sura 5 mstari wa 25. 25. Marko 5:25. Mark 5:25. Marko 5:25. Some katika jina la Yesu. Mwanamke mwenye kutoka damu miaka 12 aliyeteswa sana kwa waganga wengi na kutoa mali zake zote, lakini haikufaa kwake hata kidogo, lakini hali yake ikazidi kuwa mbaya. Endelea. Yeye aliposikia habari za Yesu, alipita katika makutano kwa nyuma, akagusa vazi lake, kwani alisema, kama nikigusa mavazi yake tu nitapona. Mara moja kisima cha damu yake kikakauka. Amen. 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 Na jinsi nimekwambia mchana wa leo As I've told you this ya morning, kwamba nina neno kwa ajili yako na kwa ajili yangu. I have the word from you and to me too. Ninataka kuzungumza kwa ajili kwanza ya mwanamke aliyekuwa na shida kutoka damu. I'm going to talk about this woman who was... Unajua ndani ya Israeli, You know, in Israel, ilikuwa shida sana kama una ugonjwa kutoka damu. it was very hard with the one who has the bleeding disease. Na kama ulikuwa na ugonjwa kutoka damu, And if you have the disease, ulikuwa unatengwa ndani ya watu wa you Mungu. can be separated from the Ulikuwa people of huwezi God. ingia ndani ya kusanyiko. You cannot enter where people Ulikuwa are. kubakia nje ya mji. You will be outside of the Sasa country. huyu mama And this lady, alikuwa na shida hii. she had a Nayo problem. si shida ya mwaka moja, It was not wala for shida ya miaka 2, It was not for 2 wala years. shida ya miaka 10, It was not for 10 lakini years. shida ya miaka 12. It was for Ni 12 kusema ya years. kwamba alitengwa na jamaa lake, And then it immediately alitengwa na kanisa la Bwana, was separated from alitengwa ndani ya mkutano wa He watakatifu. was separated from the gathering of people who have been... Unaweza sema amen. Amen. Sikia, kumutu ambaye alikuwa na shida ya damu, Listen to that person who has that problem. kama wewe unamgusa tu If you touch him na wewe ulikuwa umechafuka zamani, and you are when you are dirty, na inakuomba ukuwe mchafu mpaka jioni, and you need to be that up na hapo the jioni evening, and the evening itakuomba it will ufue need you mavazi yako to wash your clothes kwa ajili ya uchafu ambao ulishika. for that you touch. Kwa kusema nadhani kuonesha ya kwamba I want to show you that hakika huyu mwanamke alikuwa na shida, really this woman na ndani yake hakuwa na ile bidii ya kusema afuate Yesu, and that sababu pengine angeliona ya kwamba kweli mie you sistahili, may see that I'm not ya kwamba mie sistahili kuingia ndani ya mkutano wa Bwana, I'm not able sistahili kumfikia Yesu I Kristo. cannot be able to go there to meet Jesus Christ. Ili anasema ya kwamba But the Bible wakati says alisikia habari za Yesu Kristo, when he heard about akasema ya kwamba nitaenda she said I'm na going to nitafanya go nguvu yangu yote and I will do all my nikuse effort ule Yesu Kristo, touch Jesus na Christ. ninaamini ya kwamba And I believe kama that nikimgusa when I touch him, msiba wangu ama magonjwa yangu and my disease yatapata kupona. will be get healed. Haleluya. Amen. Sasa Yesu na umati mkubwa, And Jesus will be crowd of people. huyu mama ilimwomba afanye nguvu fulani ya kufikia Yesu Kristo. They need to make an effort to go to Jesus Christ. Haikuwa rahisi kwake kufikia Yesu, It wasn't not easy maana kwanza alikuwa nje ya mji, because he was alikuwa nje outside. ya ahadi, He was outside alikuwa of the amekuwa mtu ambaye ni mtu wa shida. She was a Sasa someone iliomba akamate decision And now ya you must make kupita decision ndani ya umati to go ili amfikie Yesu Kristo. and to meet Jesus Christ. Wewe jimagine Just think. mtu ambaye iko na watu 5,000, Someone was sasa unapenda uende umguse. and you want to go Je, and unaona ni touch him. rahisi? Do you think it's easy?
Amen. Mtu ambaye kuna umati tena hii 5,000. And someone who has 5,000 inawezekana ni wanaume tu. I think all they were men. Bila watoto, without na children, bila wanawake. without Tena ladies. kumbuka ya kwamba But I remember, sawa vile mkanisa yetu, like here in the church, watoto our ndio church, mingi. there are so many children. Ama ndio mingi. And Ni kusema ya kwamba ilikuwa mkutano mkubwa. it was a Ya kwamba alikutana na vizuizo fulani mbele afikie Yesu Kristo. Iliomba afanye nguvu sana juu amfikie Yesu Kristo. and it needed for her to do all effort to meet Jesus Christ. Nimekwambia kwamba kumfikia Yesu Kristo sio rahisi. I told you to meet Jesus Christ is not easy. Nimekwamba ufanye nguvu fulani. It needs you to do an effort. Usikane na kusema ya kwamba yote yalisha msalabani. Don't say that it all things Simama, pigana vita vya imani. Stand and Simama, vala viatu, endelea kupiga vita vya imani vizuri. stand and wear the shoes of faith. Kama alijikaza, If she made akapita kwa mama. and she passed through the ladies, Kumbuka ya kwamba remember, kila mtu anapenda asikie. everyone wants to listen. Kila mtu anapenda karibia Yesu. Everyone wants to Kisha come yeye na near Jesus kushinda Christ. wa damu yake And the one who is anapenda apenetre ndani ya mkutano. She wants to penetrate Amfuate the Yesu crowd, Kristo. to follow Jesus Christ. Unafikiri kwa kwepesi? You think it was Kama alipitia wa mama, if she passed through the ladies halafu watoto wadogo. and there are children there, Pale wa kumkanyanga, pale wa kumsukuma, pale wa kumcheka. to laugh at her. Kila mtu alifanya yake yote kwa ajili ya kumzihaki. Everyone makes Lakini to abuse. hakuvunjika moyo, aliendelea. But she didn't break as Na kama alivuka pale, and when she passed, alienda kutana na wanafunzi wa Yesu Kristo. she went to meet the Nao disciples sio of rahisi Jesus Christ. kuwafikia mpendwa. And it was not Nitakwambia easy kwamba to Biblia inasema ya disciple. kwamba The Bible says ndani ya wanafunzi wa Yesu Kristo inside the disciples of Jesus Christ, hawakukuwa na urahisi. they were not easy to. Kumbuka Petro Remember Peter, alikuwa anatembea na mipanga 2. she was walking with 2 knives. Amen. Amen. Kama kuna ile shida nitakupatia maandiko. If you have that problem, I will give you the. Ni kusema ya kwamba It means that inaomba ukuwe na ile roho nguvu. you have that. Ukuwe na ile shughuli ndani yako. Shughuli ya Petro na uende umguse Bwana wake. And go and touch his master. Hallelujah. Amen. Huyu mama This lady, iliomba fanye nguvu. it needed her to make an effort. Je, uko unafanya nguvu gani juu ya kumfikia Yesu Kristo? Which effort are you doing to Uko unafanya nguvu gani juu ingie mbinguni? Which effort are you doing Mpendwa, kuingia mbinguni sio jambo jepesi. to enter in heaven is not easy. Petro inasema ya kwamba Peter says, wenye haki wataokolewa kwa shida. those that heart, pure heart will be saved by heart. Sasa wewe ambaye haujali, And you, mimi ambaye sijali, me who are saa yote una give up, every time you saa give yote up, unavunjika moyo, every time you give up, utakuwa wa nani? who are you going to be? Tuko pamoja. Are we together? Kama wanakukwaza tu kidogo ndani ya kundi, If they just get you annoyed in the gathering, unasema no. you say no. Kwanza bali considerake. They didn't consider me then. Who cares, man? Who cares? Ni wewe ndio kuna lazima Yesu Kristo. You are the one who needs Jesus. Kama unachoka unaacha, If you are done, nafsi yako itaangamia. your spirit is one which will suffer. Amen. Amen. Takwambia kwamba sio rahisi. I will tell you it's not very Inakuomba ukuwe shujaa. need you to Inakuomba respond. usione de gauche à droite. Don't see Inakuomba left or usikie right. maneno ya watu. Don't listen Ama to taa ya mke voice. wako. Ama taa ya bwana yako. Even your husband. Wewe kuwa focus on Jesus Christ. Oh, Father, yes, Christ. Maana wengi watakudekurager tu. Because so many people will discourage you. Wengi watakudekurager tu. So many people will discourage you. Lakini yeye alifanya nguvu yake yote. But she did all effort. Alifanya nguvu yake yote. She did all effort Apate kumfikia Yesu to Kristo. go and meet Jesus. Basi kwa ile Biblia yetu nasema ya kwamba And that's the Bible ya says. kwamba kulikuwa na mtu ambaye alikuwa ni mgonjwa sana. There was someone who was very sick. Na huyu alikuwa And amechukuliwa na watu wale kwenye Yesu Kristo kwenda kumwona Yesu he Kristo. was carried by 4 people to go. Na Biblia inasema ya kwamba watu walikuwa wengi sana. And the Bible Kutoka says kuvilaji za Nazareti, to the kutoka Nazareth.
pia Yudea na pia Yerusalema. to Jerusalem. Na wakati watu walikuwa mingi sana, Where there are many ya Yesu alikuwa ndani ya nyumba. and Jesus was inside the house. Sema amen. Say amen. Hallelujah. Wakati walikuja na mgonjwa wao, When they came with that person who is sick, hawakupata njia ya kumfikia Yesu Kristo. get the way to go to Jesus Christ. Biblia inasema ya kwamba The Bible says mkutano ulikuwa mkubwa sana, na Yesu Kristo and Jesus Christ, alikuwa ndani ya nyumba. Watu wanazunguka kando na kando. there are many people surrounding the house. Kumbuka kuko wagonjwa, Remember there are sick people, kuko viwete, there are those who are lame, kuko watu ambao wanasumbuka na magonjwa maradhi mbalimbali. there are those who are suffering. Hata penda umvuke juu uende vile mgonjwa wako kule kwa Yesu Kristo. So you just Na naamini ya kwamba pale ni kusukumana kila mtu. I think there is Naamini ya kwamba kila mtu ni kusukuma juu apate mwaya kwenda kugusa Yesu Kristo. put someone to go and see Jesus Christ. Kama uko mtu kuvunjika moyo, If you are just someone who is, utarudia na mgonjwa wako tu nyumbani. you will go back with your sick person. Hallelujah. Amen. Biblia inasema ya kwamba The Bible says, kwa Marko sura 1 ndio inasema bien, tusome pale tafadhali. Sitakuwa mrefu sana. I will not be long. Pale ndio naeleza mzuri sana. Marko sura 2 Mark 2, mstari wa kwanza first verse mpaka 5. up to 5. Pale ndio naeleza mzuri sana. Marko sura 2 mstari wa kwanza mpaka 5. Tusome katika jina la Yesu. Wayuda wote na watu wote wa Yerusalema walikwenda kwake, wakabatizwa naye katika mto wa Yordani. Marko sura 2 mstari wa kwanza. Sura 2 mstari wa kwanza. Aliingia Kapernaum tena, na nyuma ya siku chache watu walisikia ya kama yuko katika nyumba. Wakakusanyika wengi hata hawakupata tena nafasi mbele ya mlango. Akahubiri neno kwao. Wakaleta kwake mmoja mwenye kupooza aliyebebwa na watu 4. Hawakuweza kumkaribia sababu ya makutano. Haleluya. Lakini walipanda juu, wakatoboa dari juu ya pahali pake. Wakashusha kitanda cha mtu mwenye kupooza. Yesu akiona imani yao, alisema kwa mtu mwenye kupooza, "Mwana, dhambi zako zinasamehewa." Amen. 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 Nimekwambia kwamba usiache umati ama watu ambao wanazunguka Yesu Kristo I will tell you, don't let the people kukuzuiza kumwona Yesu Kristo. stop you to see Jesus. Sikia hapa Biblia inasema ya kwamba Listen how the Bible hawa says, watu ambao walikuwa na mgonjwa wao these people, they ambao are alikuwa amepooza, yani hawezi kusimama, yani hawezi kufanya kitu, yani ni mwili wake wote his body. umeregea kabisa. Biblia inasema ya kwamba walipomwendea Yesu Kristo They say when they are walikutana kuna umati, they found the na Yesu alikuwa ndani ya nyumba, and Jesus Christ was na hii nyumba inside the ilikuwa house. nyumba ya majiwe And that house was ama built by nyumba ya stone. matofali. And that house was built by Na stone. wakati walikuja And when they came, wakaona ya kwamba hakuna njia, they said there's no way. hao walikuwa watu 4. There were 4 people. Ni kusema hapa mtu mmoja, They said this one na here, hapa mtu mmoja, another one here, na hapa mtu mmoja, na hapa mtu mmoja. Sasa mko na mgonjwa wenu ili aende kupata uponyaji. to go to get healed. Kama tunaona hii kwanza, hii watu 4 And if you see inaonyesha ya kwamba ndani ya mmoja kuna nguvu. Unajua mtu mmoja hangeweza kuwa na ikipoi yeye peke yake. Iliomba watu 4 washikane mkono. Chukua huyu mtu kwenye Yesu Kristo. take that person where Jesus Christ. Sikia, shetani iko na mbinu zake. And listen, Mbele shetani aharibu ulimwengu. is destroying the world. Mbele aharibu ulimwengu. Before he destroyed the world, Alimtenga Adamu na Eva. separate Adam and Eve. Hakumjaribu Eva wakati Adamu iko pale. He did not to tempt Eve when Adam is there. Sijui kama unasikia. Amen. Wakati shetani anataka kuingia ndani ya nyumba yako, When the devil is sharti coming to your alete house, matengano katikati yenu. you need to bring Unasema some hao mwingine separation wanasema inside. be. You say Unasema one, say hao two. mwingine wanasema hii. Na pale adui imepesi kuharibu nyumba yenu. Is where the devil is very strong to destroy your house. Lakini hao watu 4 But these 4 people, walikuwa wanashikana mkono. they were making Walikuwa wote wanasema na nia moja. they were saying one thing, all of them. Haleluya. Ndani ya umoja kuna nguvu. In unity there is strong. Ndani ya kanisa kama hakuna umoja, If in the church there is hata tukue no watu 5,000
Even if we are tunafanya kazi ya bure. we are doing Tukakuwa watu watano tu ndani ya umoja, in unity, tunaweza kuokoa utawa mzima, hata dunia yote mzima. and all the world. Biblia inasema ya kwamba mtu mmoja ataua 1,000, One will bring 1,000, na watu wawili wataua watu 10,000. kill to 10,000. Selon matematike ni kusema ya kwamba watu wawili wangeua 2,000, lakini Biblia inasema ya kwamba watu wawili wataua 10,000. Two people kill 10,000. Ndani ya umoja mna nguvu ya ajabu. It means that in unity, Ndani ya umoja mna nguvu ya ajabu. in unity there is Kwa nini kujitenga wakati yote? Why separating Hata makanisani in the churches? leo tunajitenga. Now we are separating. Kisi nimeanza ubiri hapa. I'm starting Mimi nafungua kanisa yangu. I'm going to open Mimi my najua church. verse 2 hapa. I know 2 Ya verses. Mathayo na ya Luka. Mark and Luke. Nafungua kanisa. Jumla wanikonsidere. Ile kujitenga inatufanya kuwa dhaifu. It makes us to be weak. Kama kanisa la Kristo That's why the church liko of Christ, dhaifu. it is weak. Tungaliungana nafasi moja, If we came together, tungalikuwa na nguvu ya ajabu. Mapepo wangekimbia, wagonjwa wangalipona, wafu wangefufuka. Lakini umoja hakuna. There's no unity. Umoja hakuna. There's no unity. Kila mtu mambo yake. Everyone is doing his own Hata kama mko mnaongea, And when you are talking, mnaongea ndio. you are talking say yes, Menia ziko mbalimbali. but the mind is very different. Hallelujah. Nguvu ya umoja. The strongness of the unity. Hao wote waine walisema ya kwamba no, All these people, they say lazima tu tumfikie Yesu Kristo. we need to go and meet Jesus Christ. Biblia inasema ya kwamba Bible says walipokaribia when they came near, waliona hakuna njia, they saw there's no way. wakapiganisha ndani ya umati, They fought in the hawakuona battle. njia, There was no way. hawakuvunjika moyo, walisonga mbele, walisonga mbele. Je, uko nasonga mbele ama uko unavunjika moyo tu ya kitu fulani fulani? Or you are just stopping there. Kwa naulizo saa moja, I have so many question. kama kweli tuko navunjika moyo juu ya mambo dhaifu sana, If you just we get tired by some juu ya kazi ya Mungu, just the work of God. na kumbuka wengine walitoa maisha yao juu ya kazi ya Mungu. And remember that. Je, unafikiri ya kwamba utaikala kumeza moja na ule mtu ambaye alikubali kufa kwa ajili ya Injili? Do you think you're gonna stay in the same table with that person Sio unasikia ulizo la. because of the Wewe ambaye unavunjika moyo tu, you are breaking your heart every time. walisema wewe haukutuma adoration Because they say you will not au haukutuma mzuri au ulitia dieze mademito, you have some mistake when you unaacha kwaya, you say no, unaacha kundi. you live Na huyu ambaye alikubali kufa kwa ajili ya imani yake, kwa ajili ya Yesu Kristo, je, unafikiri ya kwamba do you feel ndani ya ufalme wa Mungu in the kingdom utaikalaka naye? you think Mungu haziakimu. Amen. Mungu haziakimu. God is not like the Hallelujah. Amen. Walikazana ndani ya umati. They go forward. Nitakwambia kwamba, I will tell you this. nimekwambia kwamba Petro ni mtu ambaye anatembea na kisu. Peter was someone who was working the night. Na ndio maana wakati walikamata Yesu Kristo, That's why when they touched Biblia the inasema ya kwamba alichukua mpanga, the Bible says he took the knife, akakata sikio la mtumishi wa kuhani. cut the ear of that soldier. Yesu akamwambia hapana, Jesus Christ said no. vita yangu sio vita ya mwili. My fighting is only Kama the battle. ingelikuwa vita ya mwili, If it was ningeliomba majeshi ya mbinguni kama wangelitaka kupigania. Lakini hii ni wakati wa giza. Hii ni wakati wa giza. Kikombe ambacho nilipewa na baba yangu, sharti nikikunywe siku ya leo. Yesu akamwambia Petro, Jesus Christ told Peter, hii mpanga kwa itupe. this knife, Alimwambia rudisha kwenye ala yake. Nikusema tu atamposha. put it where you will move it. Nikusema kama unafahamu sana Petro, If you joke around, Mandeli mwanafunzi wa Yesu Kristo, Mandeli kwa mazingira ya Yesu Kristo, anaweza kukuumiza. he can wound you. Anaweza kukuumiza. He can cut you. Hata anahubiri. Iko na upanga, ulimi wake ni upanga. Anaweza kukuumiza. He can wound you. Yesu
kumwambia kwa tupa ile mpaka hapo. Jesus Christ didn't tell them throw it away. Kumwambia iweke. He told them put it where you remove it. Where you remove it. Hapo kwa mwanafunzi wangu. You will be my disciple. Let us go to the evangelism. Amen. Amen. Wewe hauna ndani ya Kristo. It's where I see Jesus Christ. Unajua sisi wote ndani ya Kristo hapa. You know all of us here. Sote hatujaokoka. We are not saved. Tunasema amen. Amen. Kanisa ni sawa vile upetale. The church has a... Wengine liko alagoni. There are many people in the bed. Wanagonjwa sana, liko ili. They are ill. Wanagonjwa sana. They are in the wameweza pata nguvu kidogo kidogo. and other people they are getting strong slow by slow. Lakini kwa hii yote But ni in all of kusema that, kwamba kama mwenzako amekuchukiza ama amekukwaza, it means if someone usihesabu is kuwa around kitu. you, Pengine angali mgonjwa, pengine hayaokoka, maybe he's not saved, angali ndugu yako ndani ya Kristo. but he's still your brother in Jesus Christ. Amen. Hallelujah. Amen. Kama sasa tunakimbia sana. I've seen the time is running. Kumbuka mtu ambaye anaitwa Toma, Listen to the pastor ambaye alikuwa mwanafunzi wa Yesu who Kristo. was the disciple. Yeye alikuwa mpishi sana. Hata mkamwambia ke Yesu alikuwa hapa, tulimuona. Yeye anasema ya kwamba He said, akose mko mnalota. I think you are drinking. Gisi walimpiga, The way they beat him, gisi walimsulubisha, the way they crucified him, mie niliona. I saw. Haiwezekane. It's not easy. It's not possible. Ni kusema ndani ya umati wa Kristo, It means in the ndani ya wanafunzi wa Yesu Kristo, kuna watu ambao ni wabishi. there are some Upande ushuke, watakupinga tu. go up and down. Uombe usiombe, Pray or not, watakupinga tu. they will argue with you. Hata ufufule mufu, watakupinga tu. They will argue with you. Usijali nao, Don't endelea mbele ndani ya imani. go forward. Hata uimbe. Even if you sing, they say no. You can sing, you don't sing very well. Even if you pray, they say no. Iko saa inakuja kutoka kwa YouTube hii ili Then they move that preaching the youth. hawezi kubali kama kweli uko mtumishi wa Mungu, no. They can't believe that you Na wewe are usivunjike moyo kwa ajili ya hiyo. If you are just making, Wewe endelea. just go. Jua ya kwamba Know that ni wale ambao watashinda ndio ambao watapokea taji. Na hii ushindi si ushindi wa damu na nyama, not just ni vita ya kiroho, ni vita vya roho. spirit. Sema amen. Amen. Enda kuangalia Yuda Iskariote. Once see Judas Iscariot, Nitaishia pale kwa Yuda Iskariote. I will finish there. Yeye alikuwa mwizi, He was a thief, mimi ni mwanafunzi wa Yesu Kristo. but he was the disciple of Jesus. Amen. Amen. Siku moja Yesu One day Jesus Christ, alipokuwa anakaribia kuondoka ndani ya mwili, he wanted to move in the body, yaani kumaliza mission ambayo alipewa na Baba. to finish kumaliza mission alipewa na Mungu. Biblia inasema ya kwamba The Bible says mwanamke mmoja akakuja na marashi ya bei kali, that someone came with the perfume. akaimwanga juu ya miguu ya Yesu Kristo, He poured in the feet na of kati Jesus Christ. ipanguza nywele zake. He is wiping it with his Yuda hair. akaona akasema, Judas did not see and say, what? Kuma isikiwema. Angalikuwa hata mtu wa kiroho angejua kama mama ni mtu gani, usinikahaba mama. If Jesus Christ was a spiritual man, he can know that this one is a bad woman. Kuma bana waste kabisa hii pesa yote. How are they? Dinari 300. 300. Biblia inasema ya kwamba The Bible says, Yesu akamwambia kwamba Jesus Christ told him, yeye alisema ya kwamba tungaliujisha if we could tusaidia sell, na wa maskini. we give it to the poor. Lakini Biblia inasema kwamba ni sababu alikuwa mwizi. But because what Alikuwa anaweka pesa. he needs Siseme ya money. kwamba kama unaweka pesa huko mwizi. I don't say if you keep the Siseme ya kwamba money. kama unaweka pesa huko mwizi. I don't say that if you will keep the money. Usinielewe mbaya. No, don't think. Biblia inasema ya kwamba The Bible says, huyu Yuda Iskariote Judas Iscariot, alikuwa mwanafunzi wa Yesu Kristo. he was a disciple. Ijapokuwa alikuwa na shida ndani ya pesa. Even if other Ndani ya kanisa kuna watu wengi sana ambao wameshinda wa Kristo na kweli wameamini Yesu Kristo, lakini wangali na shida ya pesa. but they have problem with money. Kamwambia moja ya 10, The tithe, atakwambia
Yesu kwanza They say Jesus Christ even. hakuhubiria kama ya 10. He didn't preach about Ile ni it. mambo ya Agano la Kale. That is for the Old Testament. Najua sisi ambao tunakumbana na magazeti za kiroho You know, we who grow up in the na spiritual tuko na church, maandiko mingi ya kutuangamiza. we have so many scripture which is destroying us. Maana tunatafsiri selo udhaifu wetu. And then we just interpret Tafsiri the selo word. maandiko matakatifu. Lakini selo udhaifu